Bwana, mambo vipi rafiki yangu? Safi kabisa. Baada ya dakika 90 kukutana na mpinzani kama Young Africans, Mwembe Makumbi, unazungumza nini? Mimi nazungumza tumekuja kuplay tu mechi, mchezo mzuri, tumeona kwa pande wetu na kwa pande wenzetu wapata nafasi mtuini basi. Pengine sehemu gani mlizidiwa zaidi kama wachezaji? Kuzidiwa kwenye mpira nyuma. Hatuwezi kusema sehemu gani, kwa sababu ukisema nyuma unalaumu defense, ukisema katikati unalaumu midfield, ukisema juu unalaumu striker. Kifupi tumekosea sisi, tumeadhibiwa. Licha ya kupoteza mabao mengi, nimeona mlikuwa mna confidence sana. Siri ni nini, au mwalimu alizungumza nini? Tulikuwa tunahamasishana, tutulie, tuchezeni mpira. Onyesha ulichokuwa unacho, fanya kazi. Hata kama unafungwa wewe onyesha ulichokuwa unacho. Nafikiri mabao haya ambayo umefungwa mlistahili. Hajastahili, tumekosea ndio tumefungwa, kwa sababu hakuna anakuja na matokeo kwamba leo tutafungwa 3. Hapa leo tunaenda kupambana, ile tulipokosea ndio tumefungwa. Kwa nafasi yako unaocheza ni kama umeibeba timu, ulikuwa unakosa sana nafasi, pengine ulikuwa unajisikiaje? Unajua kukosa nafasi sio kuzuri, inauma. Wewe ukipata nafasi unataka kufunga, ukipata nafasi unataka kufunga, sio kama unakosa unafurahi, na ukikosa unaumia. Kwa kumbukumbu zangu ulichezaga Pamba. Mimi mchezaji wa Pamba mpaka leo. Kwa mkopo. Kwa sababu sijapata nafasi kule, niliumia. Kwa hiyo narudi nyumbani kujitibu, lakini nikapata kujiunga na ndugu zangu ili nipate fit kidogo, ni fit narudi kazini kwangu. Kwa hiyo kwa sasa unaendelea vizuri? Sasa hivi alhamdulillah, subhana, baada ya kucheza na kimbia napiga mpira. Nilikuwa siwezi hata kukimbia, namshukuru Mungu sana sasa. Kwa hiyo uko tayari kwa msimu ujao kurudi Pamba? Kwa msimu ujao nilipotaka kwenda kufanya kazi kazini kwangu. Kwa hiyo ligi unaionaje kwa sasa msimu huu ambao pia hujapata nafasi? Ligi ngumu, kila mmoja anatafuta nafasi. Hata ukiangalia sisi pale Pamba tulikuwa tupo top kwenye top 4 top 3 tu, lakini sasa tumezidi kwa ngumu. Ligi imekuwa ngumu sana. Pengine nini cha tofauti unajifunza huku ukiwepo visiwani? Vitu vingi sana na vyakula, sio bara. Tukiwepo huku kwa sasa, uko saizi hapa Mwembe Makumbi. Huko mimi kwetu kila kitu nishazoea, sina cha kujifunza kwa sasa hivi. Kwa hiyo kwa kule bara kule ndio vile vya kujifunza, kwa sababu mimi kule bado ni mgeni. Kama vipi? Nahitaji kuangalia ili nipate nafasi ya kucheza. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo nijifunze ili mimi nipate nafasi nicheze. Bila shaka beki mtu kama Baka umekutana naye kwenye ligi ya kule bara. Ulipokutana naye leo hii pengine ilikuwa ni ngumu kiasi gani kwako? Baka sijaanza kukutana naye kwenye ligi ya bara. Nimeanza kukutana naye tangu hapa Zanzibar Premier. Unamjua vizuri? Namjua vizuri ndugu yangu. Pengine leo mahali gani alikuwa anakusumbua au umeona kawaida? Hamna, leo alicheza tu fair play. Hamna hajacheza game tough, alicheza simple game. Bila shaka unamfahamu vizuri. Baka ni mtu wa namna gani? Ni mtu poa kabisa Baka. Mtu poa na noma hata kidogo. Inawezekana kuwa unamfahamu vizuri. Kule bara wanamzungumzaga ni mtu mmoja wa kupaniki, anacheza rafu sana kwa kusudi, wengi wanazungumza hivyo. Pengine wewe unazungumza vipi kwa unavyomfahamu mtu kama Baka? Unajua ukifanya mistake moja watu wakibeba ikiwa mbaya, sisi Waswahili ndo ile tunaikamia. Baka kweli aliwahi kufanya mistake moja ni mbaya, lakini mwenyewe alikiri na kwamba msamaha, lakini sio tena kile anachokifanya kwamba anakusudia, no. Nyingine zinatokezea tu ajali. Kwa wakati nyuma aliwahi kufanya, kwa hiyo ajali ile ambayo ilitokezea mtu anajumlisha sema ndio tabia yake, lakini sio kama labda ni rafu na sio mtu akupani. Kwa hiyo leo mchezaji gani amekusumbua zaidi na kupelekea wewe kukosa magoli? Hakuna mchezaji aliyekusumbua mimi, isipokuwa amecheza vizuri kwa upande wa Yanga, lakini sio kama amesumbua. Kama nani alicheza? Nasi kacheza vizuri sana. Ni mpinzani wa namna gani muda? Nasi anajua boli. Haina tabu, ana mpinzani, anajua sana mpira ndugu yangu. Okay. Kishia hapo kwa leo. Shukrani. Asante.